usitoke katika uso wa Bwana. Lima, panda, olewa, chumbia, fanya biashara, kila kitu katika uso wa nani? Hayo ni katika wema. Shitakiwa, endesha kesi, ugua, ugulia katika uso wa nani jamani? Wengine wanapougua ndio wakati wa kuondoka katika uso wa Bwana. Wengine wanapokataliwa na wachumba, huo ndio wakati sahihi kwao kuondoka katika uso wa nani jamani? Wengine wanaporima biashara haziendi, wanapofukuzwa kazi, wanapozeeka, magonjwa yanapoongezeka, shida zinapotokea, wanapokopesha hawalipwe madeni, biashara zao zinaporuzi, wanapokataliwa, mahusiano yao katika ndoa yanapovurugika, inakuwa ni chanzo cha kuondoka katika uso wa nani jamani? Wa Bwana. Usiondoke katika uso wa Bwana. Usiondoke. Na watu wanaamua kuondoka. Na wanaoondoka, wachungaji ni nambari moja kuondoka katika uso wa Bwana. Manabii waliondoka katika uso wa Bwana. Mitume waliondoka katika uso wa nani? Wa Bwana. Waimbaji huondoka katika uso wa nani? Wa Bwana. Katika ibada ya kuagana na Peter Zirahenda, anapoondoka kwenda mbele kwa ajili ya kazi mbele ya uso wa nani? Wa Bwana. Na sisi tusiondoke katika uso wa nani jamani? Wa Bwana. Tulia katika uso wa Bwana. Haleluya. Kitabu cha Yona tulisomewa chote. Si mnakumbuka jamani? Tulisomewa chote. Nilijua tu muda utaenda, nikaamua tumalizane kabisa kwenye haya. Kwa hiyo mimi nitakuwa na donoa mule. Sasa wewe ndio utaanza kusema hakusoma Biblia, umeliwa. Ilishasomwa. Yona 1 mstari wa 1 hadi wa 10 na ngapi jamani? Sasa sikiliza. Yona alikuwa ni kijana wa Kiyahudi. Bwana Yesu asifiwe. Yona alikuwa ni kijana wa nini? Kwenye kiti cha enzi cha mbinguni chenye matilioni ya malaika, Mungu alipoichungulia dunia, akaona mji mmoja wa Ninawi wanatenda dhambi, ubakaji, uuaji, ibada ya sanamu, ngono za jinsia moja na fujo.